Uchawi uko, sihiri ipo, na wachawi wapo, na watu wanapata tabu, watu wanateseka, watu wanaumia kwa sababu ya shari ambazo kwamba wanazozifanya wachawi. Na uchawi upo katika vigawanyiko vingi, upo katika sampuli nyingi, lakini uchawi ambao kwamba number 1 ambao kwamba wenye madhara zaidi, wenye athari zaidi, ni uchawi ambao kwamba wataalamu wanauita as-sihrul aswad, uchawi mweusi. Uchawi mweusi nao unakuingia katika njia kuu mbili. Njia ya kwanza, kuna as-sihrul maakul, uchawi wa kuliwa. Uchawi wa kuliwa, ima mtu akufanyie sihiri katika chakula, au akupe chakula ambacho kwamba kina sihiri, au njia nyingine ambayo kwamba hiyo ndio imeenea zaidi, njia ya kugulishwa uchawi huo mweusi kwa njia ya ndoto. Ilmu kuu ziko katika vigawanyiko viwili. Ilmu al-fiqh lil-adyan. Kuna ilmu ya kwanza ni ilmu ya fiqh kwa ajili ya dini. Tunapozungumza fiqh tunamaanisha fiqh zote mbili. Al-fiqh al-akbar ambayo kwamba ni aqida, elimu ya mambo ya itikadi, tauhidi, namna ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, namna ya kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, namna ya kujiepusha na shirki, kujiepusha na riya, kujiepusha na mambo yote ambayo kwamba yanaweza kukutoa katika Uislamu hali ya kuwa ujui. Kisha kigawanyo cha pili cha ilmu ambacho kwamba nacho ni kigawanyo muhimu sana, akasema wa ilmu tibbi lil abdan. Elimu ya tiba sasa ni kwa ajili ya miili. Watu wanaumwa sana, watu wanasumbuliwa na matatizo mingi, watu wanasumbuliwa na maradhi mingi, hata baadhi ya watu wanafikia kukata tamaa. Lakini hakuna haja ya kukata tamaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tadawu ibadallah, jitibieni enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, lam yadha da'an, hakuweka ugonjwa wote, illa wada'a lahu dawaan, isipokuwa amewekea dawa. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir la'inir rajim. Bifadlillahi, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: العلم علمان، علم الطب للأبدان وعلم الفقه للأديان. Ndugu zangu wapendwa watazamaji, baada ya kumhimida al-Haq jalla wa ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, imamu wetu Imam al-Madhhab Imam Shafi rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu anasema katika maneno yake mazuri kabisa ambayo kwamba yanafaa kuandikwa kwa wino wa dhahabu, anasema al-ilmu ilman. Ilmu kuu ziko katika vigawanyiko viwili. Ilmu al-fiqh lil-adyan. Kuna ilmu ya kwanza ni ilmu ya fiqh kwa ajili ya dini. Tunapozungumza fiqh tunamaanisha fiqh zote mbili. Al-fiqh al-akbar ambayo kwamba ni aqida, elimu ya mambo ya itikadi, tauhidi, namna ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, namna ya kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, namna ya kujiepusha na shirki, kujiepusha na riya, kujiepusha na mambo yote ambayo kwamba yanaweza kukutoa katika Uislamu hali ya kuwa ujui. Hii inaitwa al-fiqh al-akbar, fiqh kubwa, au kwa jina lingine inaitwa aqida, au kwa jina lingine inaitwa tauhidi, au kwa jina lingine inaitwa ilmul iman au al-imaniyat. Na hii ndio kubwa. Kisha al-fiqh al-asghar ni hii fiqh sasa ya masala ya tahara, namna gani utaoga hedhi, namna gani utaoga janaba, namna gani utatia udhu, namna gani utafanya hivi, wama ila dhalik. Hii inaitwa al-fiqh al-asghar ambayo kwamba nayo ina vigawanyiko vyake vikuu vinne. Kuna fiqh at-tahara, kisha baada ya hapo
unakuja kuna fiqhu al-ibadat, afwan, sio fiqhu at-tahara, fiqhu al-ibadat ambao kama tabaan ndio inakusanya mambo ya tahara, saumu na vitu vingine. Fiqhu al-ibadat, kisha kigawanyo cha pili ni fiqhu al-muamalat, kisha kigawanyo cha tatu ni fiqhu ahwali shakhsiyya, kisha kigawanyo cha nne ni fiqhu al-jinayat. Hivi ni vigawanyo vinne vya fiqhu al-asghar. Kisha kigawanyo cha pili cha ilmu ambacho kwamba nacho ni kigawanyo muhimu sana, akasema wa ilmu tibbi lil abdan. Elimu ya tiba sasa ni kwa ajili ya miili. Watu wanaumwa sana, watu wanasumbuliwa na matatizo mingi, watu wanasumbuliwa na maradhi mingi, hata baadhi ya watu wanafikia kukata tamaa. Lakini hakuna haja ya kukata tamaa, kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu dawa'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema tadawa ibadallah, jitibieni enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, lam yadha' da'an, hakuweka ugonjwa wote, illa wada'a lahu dawa'an, isipokuwa amewekea dawa. Na katika mrengo kama huo, katika dawa muhimu sana ambazo kwamba tabani ni katika utamaduni wetu sisi wa Kitanzania ambao kwamba wingi tumeuacha, ni dawa hizi za asili. Dawa hizi za asili, ukisoma historia yetu miaka ya nyuma, kabla hatujakuwa na maendeleo haya tuliokuwa nayo sasa hivi, alhamdulillah, ilikuwa dawa ambazo kwamba zinazotumika katika miji yetu ni dawa za asili. Na dawa hizi zetu za asili zina kitu kimoja muhimu sana ambazo kwamba dawa zingine za kifamasia hazina. Kitu chenyewe ni kipi? Ni kwamba dawa za asili zinakutibia maradhi yako na hazikuachii tatizo lolote. Na dawa mathalan hata isipokusaidia wewe, basi haiwezi kuachia madhara. Hicho ni kitu muhimu sana. Tofauti na dawa hizi tunazotumia za kifamasia, hata kama zikikutibu zitakuachia madhara, zisipokutibu zitakuachia madhara. Na hiki ni kitu ambacho kama yatakana tukiweke sana katika akili zetu. Na kwa kuzingatia hilo ndio maana yake hata serikali yetu imeweka kitengo kizima chini ya Wizara ya Afya ambacho kwamba ni kitengo cha Baraza la Tiba Asili, ambao kwamba wao ndio walezi wetu, wao ndio waliotupa leseni, wao ndio waliotupa baraka za kuweza kutoa taaluma kama hizi, za kuweza kutoa tiba kama hizi. Kwa mrengo kama huo, katika vitu ambavyo kwamba tabaan vinaosumbua sana watu ni matatizo ya masala ya udhaifu wa nguvu za kiume. Tushai kueleza kwamba masala haya ya udhaifu wa nguvu za kiume yana sababu kuu mbili. Kuna sababu za kibiolojia na kuna sababu za kisaikolojia. Tukianza na sababu za kisaikolojia ambazo kwamba zinasababisha matatizo ya nguvu za kiume, ni mtu kuwa na msongo wa mawazo, mtu kuwa na matatizo ya stress, mtu kuwa kutokuwa na mudi au na hamu au na mapenzi ya dhati na yule mwenza wake. Hili pia ni tatizo. Unajua kuna baadhi ya watu wakati wanapokutana na wake zao lazima avute taswira ya mtu mwingine ndio aweze kuenjoy katika tendo. Na hili ni tatizo kubwa sana ambalo kwamba watu wengine huwa wanaanza nalo kama dogo, lakini mwisho wa siku huwa linakuja kuwa ni tatizo konki. Kwa hivyo mtu akiwa na matatizo kama haya ya kisaikolojia, sisi tutampa ushauri tu wa kisaikolojia ambacho kwamba tunaweza kumpa ukamsaidia. Lakini sasa kwa upande mwingine kuna matatizo mengine ambayo kwamba yanakuwa ni matatizo ya kibiolojia. Sasa matatizo ya kibiolojia sasa yenyewe hayahitaji ushauri, yenyewe yanahitaji tiba, ambayo kwamba hayo tabaan huwa yana sababu nyingi sana. Lakini katika sababu hizo ni pamoja na vyakula ambavyo kwamba tunavyokula. Vyakula tunavyokula hivi vingi vina masumu, vingi vina madawa. Lakini pamoja na hivyo watu, unajua katika desturi ambazo kwamba tumeziacha, watu wengi tumeacha kufanya hijama. Watu wengi tumeacha kufanya hijama.
Kikanuni ya tiba ni kwamba damu ya binadamu inazunguka katika mwili wako ndani ya miezi minne. Baada ya miezi minne hiyo damu inakuwa inaitwa, kitaalamu inaitwa damun fasidun au damun harimun, damu iliyoharibika au damu ambayo kama ni kongwe. Ile damu ambayo kama ni kongwe inabaki kuwa ni madonge katika nini? Katika mishipa. Hilo pia huwa ni tatizo. Ndio maana yatakana kila takriban baada ya miezi minne au miezi mitatu ufanye hijama, utoe ile damu chafu, utoe madonge ya mafuta ndani ya mwili. Hilo pia ni tatizo. Usipofanya linaweza kuletea kukuaffect katika masala ya nguvu za kiume, kwa sababu damu itakuwa inapotoka katika moyo kwenda kule katika mishipa ile inakuwa haifiki vizuri. Na siri ya mtu kutenda vizuri katika nguvu za kiume au katika uume wake ni damu kule iende sawa sawa. Sasa mishipa ile inakuwa imeziba, madonge ya damu, mafuta mingi, inakuwa damu haifiki sawa sawa. Hilo linakuwa ni tatizo. Na taban tunatoa ushauri tu wa kitiba kwamba ni vizuri mtu baada ya miezi mitatu, baada ya miezi minne ufanye hijama. Na sisi alhamdulillah pia tunafanya tiba kama hiyo. Kwa hivyo hii ni moja katika sababu ambazo kwamba zinazoweza kukuletea tatizo la nguvu za kiume. Sasa wewe ushaathirika kwa sababu hii au ile ambazo kwamba ni sababu nyingi sana, hatuwezi kuzitaja sasa hivi tukazimaliza, lakini hii ni moja tu. Sasa ushaathirika, ufanye nini? Suluhisho lako ni moja tu. Suluhisho lako ni hii dawa inaitwa mashbub. Dawa hii mashbub ni dawa ambayo kwamba ina faida nyingi sana katika mwili wa binadamu. Kwanza wachilia mbali kwamba ni dawa inayokutibu tatizo lako, lakini pia ni kirutubisho muhimu, kwa sababu humu kumetengenezwa na vitu vya asili tu. Na hizi dawa za asili ambazo kwamba zilizotengeneza hii dawa ya mashbub ni dawa ambazo kwamba zimefanyiwa tafiti, zimetolewa katika vitabu kama hivi na tafiti mbalimbali ambazo kwamba zimethibitisha. Dawa hii inakusaidia kuongeza nguvu za kiume, inazalisha na kuimarisha mbegu za kiume, inawatibu walioathirika na kujichua, inatibu tatizo la kuwahi kufika kileleni na matatizo mengine yote yanayohusiana na udhaifu wa nguvu za kiume. Basi suluhisho lako ni mashbub. Usipate tabu. Wasiliana na sisi kwa namba hizo ambazo kwamba zinazopita hapo, na utapata dawa yako na utapata tiba yako, wala hakuna tatizo katika hilo. Hili ni suala la kwanza. Lakini katika matatizo pia ambayo kwamba yanaosumbua watu sana ni matatizo ya sihiri, mambo ya uchawi. Uchawi uko kama Qur'ani inavyoeleza katika surati al-Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada na'udhu billahi minash shaitani rrajim, wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra wama unzila ala al-malakaini bibabila Harut wa Marut wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ila akhir al-aya. Uchawi uko, sihiri ipo, na wachawi wapo, na watu wanapata tabu, watu wanateseka, watu wanaumia kwa sababu ya shari ambazo kwamba wanazozifanya wachawi. Na uchawi upo katika vigawanyiko vingi, upo katika sampuli nyingi, lakini uchawi ambao kwamba number 1 ambao kwamba wenye madhara zaidi, wenye athari zaidi, ni uchawi ambao kwamba wataalamu wanauita as-sihrul aswad, uchawi mweusi. Uchawi mweusi nao unakuingia katika njia kuu mbili. Njia ya kwanza, kuna as-sihrul maakul, uchawi wa kuliwa. Uchawi wa kuliwa, ima mtu akufanyie sihiri katika chakula, au akupe chakula ambacho kwamba kina sihiri, au njia nyingine ambayo kwamba hiyo ndio imeenea zaidi, njia ya kugulishwa uchawi huo mweusi kwa njia ya ndoto. Mara nyingine mtu unaota unalishwa vyakula. Mara nyingine za kuota unakula biriani, unakula pilau na nyama, unakula podini, unakula urojo na vitu kama hivi. Unaona chakula kizuri, lakini ile ni kiini macho tu. Lakini ndani yake kuna mauchawi ambao kwamba yamewekwa hapo, watu wanakufanya wanakulisha. Na mara nyingine mtu unaamka umeshiba kabisa. Baada ya hapo sasa ndio matatizo yanaanza. Uchawi wa pili ni as-sihrul mashrub, uchawi wa kunywewa.
unaweza kunyeshwa katika njia ya kawaida au katika njia ya ndoto, na ukapata tabu, ukapata shida, ukazunguka huku na kule. Sasa ushapatwa na uchawi huo. As-sihru al-aswad, sampuli ya pili ni as-sihru al-abyad. Taban hii ni hafifu, lakini as-sihru al-aswad ishakupata. Sasa tiba yake nini? Tiba yake ni vidonge hivi vinavyotibu uchawi huu mweusi, na as-sihru al-abyad pia, ambavyo kwamba vidonge hivi vinaitwa fakku. Hivi vidonge shekhe, ukitumia tu, hata kama umerogwa na gwiji namna gani wa uchawi, basi biidhnillahi taala hiyo sihiri itafunguka na mwili wako utabaki sawa sawa na tumbo lako litasafishika kabisa. Hili ndio suluhisho lako. Fakku, ambao kwamba hivi vidonge vimetengenezwa kwa dawa za asili zaidi ya dawa 40 shekhe, ambazo kwamba zote ni za ibtalu sihr, zote za kufungua sihiri tu, zaidi ya dawa 40 ambazo kwamba zote zimefanyiwa tafiti na ulama wanaozoni ambao kwamba waliobebea katika masala ya kutibu uchawi na kufungua vifungo vya kichawi. Fakku, hivi ni vidonge ambavyo kwamba vinavyotibu uchawi namna hiyo, ambao kwamba ni uchawi mweusi ambao kwamba unaweza kuliwa au unaweza ukanyweshwa kwa njia za kichawi. Kwa hivyo usipate tabu, wasiliana nasi biidhnillah, utapata vidonge hivi vya fakku kwa bei rahisi kabisa, kwa bei pendwa ambayo kwamba hakuna ambaye kwamba anaweza kushindwa kuvipata. Lakini kuna uchawi ambao kwamba sio maakul, sio uchawi ambao kwamba ulioliwa, ni uchawi ambao kwamba uko mwilini, ni uchawi ambao kwamba uko mwilini, ambao kwamba huwa unakuja katika sampuli nyingi. Taban sampuli zote za uchawi, taban hii ni faida, sampuli zote za uchawi wachawi wanautumilia kuleta katika mwili wako kupitia mashayatin. Kupitia nini? Kupitia mashayatin, kama Qur'ani inavyoeleza taban na sunna inavyoeleza. Hatutaki kuchambua zaidi huko, lakini mchawi kazi zake haziwezi kufanikiwa, lazima atumie nini? Atumie mashayatin. Sasa wale mashayatin wakishakuja na kuletea matatizo mawili. Tatizo la kwanza la ule uchawi ambao kwamba uliotengenezwa na mchawi, lakini tatizo lingine la pili linakuwa ni tatizo la yule mchawi mwenyewe, eti la yule shetani mwenyewe ambao kwamba alokuleta, ambao kwamba mara nyingine anaweza kuletea sihiri nyingine ambao kwamba inaitwa sihru nuksi, ambao kwamba ni uchawi wa nuksi. Watu utasikia hata Waswahili wasema huyu ana nuksi, huyu ana zohali, sio na vitu kama hivyo. Hizi zote ni kazi ambazo kwamba zinafanywa na mashayatini. Sasa ushapatwa na mambo kama hayo, mambo ya nuksi ambao kwamba ita Waswahili nuksi, si zohali na vitu kama hivyo, tiba yake nini? Tiba yake inabidi upate mafuta haya ambao kwamba inaitwa halzun. Shekhe, haya mafuta kwanza imefanywa visomo, lakini shekhe, ndani yake kuna dawa, zile mafuta makali yote ambao kwamba yalofanywa tafiti na ulama ya kutibu mambo ya uchawi, sihiri, nuhsi na mashaitani. Yani kama mtu ana shaitani shekhe, kama hapa kuna mtu ana shaitani, ukimpaka tu shekhe, huyo shaitani habaki, kwa sababu khasais za mafuta haya, yule shaitani ukishapaka yale mafuta wanaungua. Kwa hiyo si nuhsi, si nuksi, si zohali, si vitu gani, vyote hivyo vinaondoka kupitia mafuta haya, yanaitwa halzun. Yanatibu vitu vingi sana, mambo ya nuksi, sijui vifungo vya wachawi, watu wengine kuota ndoto mbaya, watoto mara nyingine waweseka usiku na vitu kama hivyo. Pata mafuta yake, chupa kidogo tu, ukitumia tu hivi biidhnillah taala. Lakini nyingine hii ni ya kujifusha, ambapo kwamba yenyewe inaitwa halzun bukhur. Halzun hii bukhur ni ya kujifusha, hii nayo ina mambo yake. Hii bwana, juzi hapa kuna rafiki yetu mmoja anaitwa Abu Hashim, alipita hapa kwa sababu ya matatizo yake. Toba alikuja tukamfanyia ruqya, kisha baada hapo tukampa hii dawa, hii halzun bukhur. Hii dawa bwana kazi yake ni kwa sababu ya kutibu mambo ya uchawi, mambo ya kupandisha mapepo na vitu kama vitu vingi ambavyo kama inatibu, ama kwamba hii matumizi yake huwa ni kuweka kwenye maji, kisha unajifusha, kisha ile maji unafanya unaogea. Lakini bwana Abu Hashim alipochukua hii dawa, alipokuwa anaenda amesafiri, toba alikuwa amesafiri, akafika Dodoma, akashuka pale kwa mmoja katika marafiki zake. Sasa alipofika pale kwa yule rafiki yake,
akakuta kwamba pale ndo wamehamia tabani kwenye hiyo nyumba karibuni, lakini hiyo nyumba ikawa na mazonge mingi sana. Mazonge mingi sana, watoto usiku walali wanalia, vitu kama hivyo. Basi hii dawa alikuwa nayo, akachukua kitezo, akaweka moto, akaifusha mle ndani. Sheikh anasema mpaka leo wale jamaa wanampigia simu marafiki zake, wanamshukuru Sheikh. Hakuna mazonge, hakuna watoto kulia, hakuna lolote. Nafikiri hata Abu Hashim akija kuiona hii klipu, inshallah tunamuomba atoe ushuhuda kuhusu mafanikio na faida ambazo kwamba alizopata kupitia dawa hii ya Halzun Bukhur. Kwa hivyo hii inatibu mambo ya nuhsi, pia mambo uchawi ulioko mwilini, mambo ya majini, mambo ya mashaitani. Hii bwana, yani mtu mwenye shetani kwanza ukimnusisha tu hivi, huyo shetani hapo hapo anaondoka. Ukimfusha hapo hapo shetani anaondoka. Nyumba zingine hazikaliki kwa sababu ya mashaitani na majini ambao kwamba yalewekwa hapo. Wewe chukua tu hii dawa, weka kwenye kitezo, nenda ukafushe. Basi huyo shetani yote anaondoka. Kwa sababu humu ndani ni dawa nyingi, lakini katika dawa ambazo kama zilizomo humu ndani kuna dawa haltiti. Lakini si haltiti hizi ambazo kwamba zinakuwa zimechakachuliwa, ni ile haltiti yenyewe original ile. Sasa ile haltiti original ina faida nyingi sana. Ngoja nikusomee maelezo kidogo tu ya Imam Suyuti katika kitabu chake Ar-Rahmatu fi at-Tibbi wal Hikma. Hiki ni kitabu cha Imam Suyuti, anaizungumzia hiyo nini haltiti yenyewe original taban. Anasema faidatul haltiti, faida ya haltiti. Asema hamiluhu la yaqrubuhu alzan. Ikiwa umechukua tu ile haltiti umeshika hivi, hakuna jini wala shetani muovu yote anaweza kukaribia. Wa idha shammahu almasru', na pindi akinusa mtu alopandisha afaka, hapo hapo anazinduka. Huyo shetani atafuta sehemu ya kukimbilia na hatoipata. Naambiwa atakimbia, yani subhanallah. Mbio hizo hazina kifani. Haya maneno ameeleza al-Imam As-Suyuti katika Ar-Rahmatu fi at-Tibbi wal Hikma. Na taban hizi dawa zetu zote inakuwa ni tafiti kutoka katika vitabu hivi vya tiba. Kwa hivyo hii hata mtu amepandisha unaweza kumfusha kwa namna ambayo kwamba tumeeleza, na vitu vingine vingi ambavyo kwamba mtu akivitumia unaweza kupona. Kwa hivyo wewe unasumbuliwa na uchawi, ulioliwa na ulionyesha, tumia dawa hii hapa ya Faku. Vidonge hivi vitakutibu. Wewe unasumbuliwa na mazonge, mashaitani, manuksi, manini, jifushe dawa hii Halzun, kisha upate na mafuta haya Halzun Bukhur, kisha upate na Halzun oil ambapo kwamba hii ni kwa ajili ya kujipaka mwilini. Biidhnillah taala utapona na utatulia, utakuwa hauna tatizo lolote. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.